Tumalize hapa dakika mbili. Bwana Pasi Milioni, mchezo umetamatika, mmepoteza katika nusu fainali ya Mapinduzi Cup, lakini ni kama mlikuja kuweza kupata ushindi. Hii imekuwa vipi? Wale wote kwanza namshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Leo unavyoona kama ulivyoona asubuhi tulitoka kukipokea kikosi chetu cha timu ya taifa, nilikuwepo Dar es Salaam. Baada ya kumaliza kuipokea timu yetu ya taifa nilikuja kuangalia game ya hapa ya Kombe la Muungano. Game tumeiona kwa kifupi, ndo kama nilivyoona, hatukucheza vizuri. Hatukucheza vizuri, tulicheza dakika 5 tu za kwanza, zingine zote hatukucheza ule mpira ambao mimi nauelewa. Wachezaji wote hawakucheza ile mpira ambao mimi naujua. Mchezo wa mwisho ambao mlicheza kuelekea mchezo huu wa nusu finali, watu waliingizwa vijana kwa asilimia kubwa, lakini mchezo huu wameanza kikosi ambacho wengi walitarajia matokeo, lakini imekuwa ndivyo sivyo. Wachezaji wamekuwa kama wako chini kwenye mchezo, lakini matokeo yameshindwa kupatikana. Hii pengine unahisi ni nini? Tarajio letu sisi hasa mashabiki kama hivi, unaona, kuja kuisupport timu, na kama unavyojua mchezo wa mpira ujue unauma bro. Ukiangalia mimi mchana nilikuwepo katika timu ya taifa, nimepanda boti kwa gharama zangu mwenyewe kuja huku kuishuhudia timu yangu ipate matokeo, kiingilio kwa gharama zangu mwenyewe, na matokeo tulioyapata sio rafiki pamoja na muamuzi, lakini muamuzi mimi naona ndo waamuzi wetu tulikuwa nao. Lakini kwa kifupi timu yangu haikucheza vizuri, haikucheza vizuri kabisa. Timu haikucheza vizuri. Inakuumiza kiasi gani ikiwa mara inakuwa sasa ni tabia Azam FC kuwafunga? Unaangalia kwa sababu kwenye ligi kidogo inakuwa inaumiza sana, kwa sababu pale unakwenda kwenye mashindano kama klabu bingwa kunyanyua kwapa, lakini kama ili hapa kombe kama hili uende kwenye mashindano aina yote, isipokuwa unatakiwa weke heshima. Na ndio maana ulivyoona hata ile mechi tulicheza sisi mashabiki wa Simba Sports pamoja na watani, tulitolea macho ile mechi target tupate kombe, na mwenye kama ulivyoona ile mechi haikuisha, japo tunafunga goli 2-0 na tukanyanyua kombe sisi mashabiki. Sasa na mechi kama hizi ambazo zina kombe, mchezaji kama anakuwa mwenyewe acheze ile performance ambayo wewe unajua kabisa lazima timu icheze, changamke. Simba leo hatukucheza vizuri bro, hatukucheza kabisa. Yaani tumecheza dakika 5 za kwanza. Unajua mimi napenda sana kuhesabu pasi. Ndio. Hatukucheza vizuri. Kwa kifupi leo hatukucheza vizuri. Idara yote yani hatukucheza vizuri. Pasi Milioni ndio anasema mmemkimbia mtani. Mmeenda kugawa utamu kwa Azam mara ya pili sasa. Kila mtu na mtazamo wake, lakini mimi naongelea kiwango cha timu yangu ndio hakikuwa kizuri. Kwa hiyo mtu anaongelea kwamba nini, hiyo ni joking za watu tu, kila mtu anaongea anavyotaka yeye mwenyewe, lakini kwa kifupi mimi sikulizika tuna ule mpira jinsi ulivyocheza. Salama mnazipeleka wapi sasa? Sababu mimi ni shabiki. Sababu ukiwa shabiki, mchezaji yeye ndo anatakiwa acheze pale kwenye picha tupe matokeo. Tarehe 30 imetoka kupita juzi hapo. Sasa mimi silipwi. Mimi nimekuja huku Zanzibar kwa gharama zangu mwenyewe, kulala kwa gharama yangu mwenyewe, tiketi hapa kuingia kwa gharama yangu mwenyewe. Tofauti na mchezaji analipwa, anakula, analala. Tena amelala hoteli moja nzuri tu kwa. Sasa mimi napokwenda kulala tofauti na wao, na hapa tayari na tiketi niliyokata ya kwenda na kurudi. Sababu kesho kama Mungu atatujalia sisi mashabiki tunaenda kujitolea damu ile hospitali ya polisi Barracks pale kwa sisi mashabiki. Kujiandaa na mchezo na polisi. Hiyo ndio ratiba yetu sisi wenyewe. Na ndio maana umetuona tumekuja katika kuisupport timu yetu. Lakini kiwango cha wachezaji wetu, hata ukiangalia ile mechi tuliocheza sisi na watani, yani si mashabiki tumecheza vizuri siku ile kuliko game ya leo waliocheza. Hawajacheza vizuri. Hiyo umepiga kwa ukubwa. Si inaonekana, unajua mcheza mpira huko hadharani kila mtu unakuwa unaona. Pamoja mwamuzi ana mapungufu yake. Yule ndio uwezo wake. Angesema hata zile penalti atupe, lakini ndio hivyo. Unaweza kupata penalti ukakosa. Unajua penalti zinakuwa gazina mwenyewe. Mimi napenda kujua. Ina maana wachezaji wetu hawaangalii hata ile AFCON. Unajua ukiangalia ile performance ya national team, unajua leo kwa nini tulijazana Terminal 3? Kutokana na performance waliotuonyesha timu yetu ya taifa. Imepambana mwanzo. Nakuuliza wewe, timu yetu ukiangalia leo imepambana mwanzo mwisho au imekosa morali? Watajua wenyewe. Sisi kazi yetu kuja kuisupport timu yetu. Mengine watajua wenyewe, lakini kwa kifupi leo hatukucheza vizuri. Nimehesabu pasi
zimefika 35. Pasi tu? Pasi 35. Dakika 90. Pasi 35. Hatukucheza vizuri bro. Hatukucheza vizuri. Kwa kifupi hatukucheza vizuri mechi ya leo. Kushukuru sana. Pamoja paka ajengewe ibanda.